watu wanakaa namna gani. Na kweli wakaondoka kulingana na maagizo, na wakaenda wakapeleleza nchi, na wakaipeleleza nchi. Ikafika siku wanarudi kuleta ujumbe, na walipofika kwa Musa wakasema ya kwamba tumepata nchi ni mzuri, iko na asali, iko na maziwa. Kwa hivyo kila kitu katika ile nchi ni mzuri. Hiyo ni sawa, hiyo taarifa ni sawa kabisa, inafurahisha kila mtu. Lakini wakatoka watu 10 waliosema ya kwamba ni kweli hiyo mji ni mzuri, lakini wale watu wanaoishi ni watu wakubwa, watu warefu, tena mji umejengwa, kwa hivyo hatuwezi tukairithi ile nchi. Hiyo ni taarifa ya mtu asiye na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu aina ile hakuna siku hata moja atairithi vitu. Na akaambiwa, wakasema ya kwamba kwa hivyo mtumishi wa Mungu, ile mchi hatuwezi tukairithi. Hatuwezi tukairithi kwa sababu ya wale watu. Kuna watu wanaitwa Wanaki. Wale watu wanaoitwa Wanaki ni watu warefu, wakubwa, walio na maarifa ya vita. Na wakasema ya kwamba ile kisasi wanaishi kule, kwa hivyo hakuna vile tutaweza kuchukua ile nchi. Wakafunja watu mioyo. Watu wakaishiwa na nguvu. Watu wakaanza kuwaza tutafanya namna gani. Sikia. Lakini kunaye watu wawili, ukisoma mstari wa 30, kuna watu wawili waliosimama na wakasema ya kwamba iwapo hata wale watu kama ni wakubwa, nchi imejengwa, watu ni wakali kwa vita, lakini ikiwa Mungu yuko pamoja na sisi, hiyo mji tutairithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo watu 10 waliokuja na ujumbe, wakaja na ujumbe inayovunja mioyo. Na mtu yoyote katika maisha hii ya kiroho na maisha ya kimwili, mtu yoyote ambaye asiye na maono ya kuendelea, inavunja watu mioyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo Paulo akasema ya kwamba kaeni mbali na mtu aina hiyo. Kaa mbali kabisa. Na ninakuagiza leo katika mchana huu, katika ibada hii, katika jina la Yesu Kristo naye mtumikia, ya kwamba kama rafiki yako ni mtu wa kufunja moyo, enda utengane na yeye leo. Maana huyo mtu hakupeleki mahali. Huyo mtu hata kama uko na maono, atakuharibia maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo Paulo akasema ya kwamba jitengeni na mtu aina ile. Jitengeni nayo kabisa. Kaeni mbali naye. Inamaanisha kuwa mtu yoyote anayefunja moyo katika safari, na ndipo watu wengi wameshindwa kufika katika safari, ndipo watu wengi wameshindwa kumaliza safari, ndipo watu wengi wana maono lakini wameshindwa kutimiza maono yao, kwa sababu wameandamana na watu wanaofunja moyo. Ni kweli una maono, lakini rafiki yako anakufunja moyo. Ni kweli una maono, lakini unayetembea na yeye. Ndipo Daudi akasema ya kwamba hakika ningelijua ni yeye, ningetoroka nikajificha. Ukisoma Zaburi ya 55:12, anasema ya kwamba ningelijua ni yeye anayefanya haya yote, ningetoroka kutorokea mapangoni. Kwa sababu mtu anayefunja moyo ni mbaya sana. Na ndipo Paulo akasema ya kwamba jitengeni na mtu aina hiyo. Lakini nashukuru Mungu, watu wawili wakasimama wakasema ya kwamba ambayo wametiwa roho ya ushujaa, roho ya kuona mbali, roho ya ushindi, wakasimama wakasema ya kwamba hakika hata kama mji kuna watu wapigana kwa vita, lakini ikiwa Mungu yuko pamoja nasi, tutashinda vita. Na hiyo mji, hiyo nchi tutairithi. Hata ukisoma baadaye, kuna mahali Yoshua amefika, anatuma wapelelezi, akasema hata naona tu amesema hivyo, hatujaandikiwa, lakini naona tu amesema
Sasa ikiwa hata nikituma watu 10 wanakuja na taarifa, acha tu nitume watu 2. Kesho yeye akatuma watu 2 ambao walileta taarifa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Afadhali andamane na mtu mmoja ambaye atakutia nguvu. Mahali popote ambapo umeshindwa, anakuambia pale mbele ni kusuri, tung'ang'ane, tujikaze, maana tutafika na tutakuwa na ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha hii, watu ambaye watafanikiwa katika wokovu hii, walio na roho ya ushujaa. Na hii leo uishike na uijue vizuri ya kwamba Mungu haeshi akandamana na watu waoga. Hiyo ondoka hapo. Watu wavivu Mungu haeshi akandamana na wao, na watu wa aina hiyo. Maana mahali popote ambapo Mungu ameweka baraka zako, mahali ambapo Mungu ameweka mafanikio yako, hakuonekani njia hapa katikati. Kwa hivyo inatakiwa mtu aliye na roho ya ushujaa, ambaye atachukua panga na afyeke njia, atoe njia ili aweze kufanikiwa, aweze kufikia pale mahali ambapo kuna mafanikio yake. Na ikiwa wewe mwenyewe hauoni kufanikiwa, hauoni mahali ambapo unapoenda kwamba kutakuwa na baraka, kutakuwa na mafanikio, baraka zako hautawahi kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo maandiko ikasema ya kwamba Mfalme Daudi anamwambia Solomoni, mahali popote uendapo, jioneshe kwamba wewe ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote uendapo, kwa kazi yoyote unayofanya. Hivyo leo ndio nasema asubuhi ya leo katika vitu hivi vyote, iwe ni mwanamke, iwe ni kijana, iwe ni mzee, ya kwamba kazi yoyote unayofanya, fanya kwa ushujaa na ujionyeshe ya kwamba wewe ni mwanaume mahali popote uendapo. Achana na roho ya kuvunjika moyo, roho ya kukosa kukuona mbali. Hiyo roho haikupeleki mahali. Akaambiwa Ibrahimu, amuka utasame. Akaambiwa ya kwamba mahali popote vile macho yako yanavyoona, hivyo ndio umepewa. Kwa hivyo wewe mwenyewe sijui unaona nini, unaona wapi, lakini kile ambacho unaiona, hiyo ndio umepewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikakumbuka Bishop akisema kwamba unapoomba, omba vitu vikubwa kubwa. Kuna mtu katika ibada hii, baada anaomba maombi anunue mbuzi moja mwisho wa mwezi. Yaani bado tu kuna mtu bado hauna ploti, hauna hata choo nyumbani.